Hii amri zangu wakati wote wa mchezo. Protect yourself all time. Make sure that you play the good boxing. Okay? No question. I wish you the good fight. Touch graph. Second out of the ring. Ndio uzuri wa mchezo huu, referee anakutakia kila laheri na anakupa tahadhari kwamba unapaswa kuchukua pengine umakini pale ambapo unacheza kwa kujilinda wewe mwenyewe. Ni moja kati ya nguzo muhimu zaidi, lakini ile pambano la pili usiku huu ambapo Tanzania na Kenya zikionyeshana makali, ule utani uliopo kwenye upande wa soka, ule utani uliopo unahamia pia kwenye upande wa masumbwi. Iko ni moja kati ya nyakati nzuri. Yupo hapa Said Bwanga, yupo hapa Sir Alex. Najua Sir Alex kwa sababu pale Arusha ni karibu na Kenya, unaweza kuona tuambie mabondia wa Kenya wana tabia zipi? Mabondia wa Kenya bwana ni wabishi na pia wanafanya sana mazoezi, lakini kwa ushindani huu wa Tanzania mpaka tunakuja kupiganiana mkanda wa PST ina kwamba tumefika mbali. Bwana Bwanga, wewe mwenyewe una ndoto siku moja kuwa na ubingwa mkubwa zaidi ya huu wa PST hapa Tanzania? Naam. Of course na hizo ndoto na naamini inshallah itatimia. Haya, na huu ni pambano ambao lilikuwa ni mkanda wa PST. Ni mkanda ambao ulikuwa hauna mwenyewe, yani hakuna ambaye pengine alikuwa na umiliki hivyo anaotetea, ulikuwa ni vacant, na ni kwenye uzito wa super featherweight. Mabondia wawili Hamad Pelembela kutoka Mabibo Tanzania dhidi ya Fred Omondi, ambapo Pelembela ni huyu ambaye bukta yake unaiona inang'arang'ara, ina kama ina rangi ya kijivu, na kwa kuanza hapo akiwa anajaribu kwenda na jabu yake na iko juu. Na ukiangalia rekodi zao wote kwa upande wa Hamadi amepambana mapambano 11 akishinda 6 na mawili, akiwashusha watu kwa KO, akipoteza mapambano 3 pia sare 2. Kwa unaweza kusema kwamba yeye ana uzoefu zaidi wa kwenye ulingo, tofauti pia na Fred Omondi ambaye ana jumla mapambano 4 na ameshinda 3 na 1 akishinda kwa KO. Hizo ni rekodi walizonazo mabondia wote wawili. Kwa anajaribu connect, inaonekana pia Fred Omondi ni mzuri, anatembea kiweka gadi yake ikiwa juu. Mabondia wameanza na umakini. Akiwa anajaribu kwa mwanzoni hapo, tunaweza tukashuhudia pambano zuri. Double jab ambazo zimeenda nzuri sana kwa upande wa Pelembela. Kitu cha kwanza kwa Pelembela, kwanza nimependa outfit yake, amevaa vizuri, amependeza, gloves nzuri, nice right. Jab nzuri ambayo ameenda nayo pia. Wameanza na umakini mzuri. Pia amejaribu kupeleka right yake, lakini alikuwa ameiona. Nice. Na Pelembela ameanza vizuri kwa kweli, na ukirejea kwenye fight yake ya nyuma dhidi ya Mohamed Pesa, alicheza vizuri, alibox vizuri, nice right. Nategemea pia kukiona hicho kitu kwa sababu ya aina ya mpinzani huyu pia anayecheza naye. Fred Omondi pia ni kama ana zile silaha ambazo anaweza kuwa anazitumia, anaingia kwa ndani, lakini vile vile haingii hivi, anajaribu connect na punch. Unaona kama naye pia anaingia kwenye kutengeneza mtego mbele ya Hamad au mbele ya Pelembela. Anahakikisha ameingia, amepiga pancha, anatoka na kuingia, haingii hivi. Kwa amejiandaa vizuri na ameanza vizuri. Pelembela pia yupo kwenye target, anatumia akili na anapiga kwa nguvu pia, na nguvu. Punch yake na power inasikika kabisa. Yani kitu ambacho nakiona kitampa msaada mkubwa Pelembela ni jab. Awe anapiga jab. Kimo kinamruhusu ukiangalia kwa kiwango kikubwa, na unaona hapa kitu ambacho anakifanya Omondi ni kulazimisha kuingia ndani zaidi, kitu ambacho naona Pelembela anatumia jab zake nzuri sana. Nice connection of punches. Nice. Nasema kwamba ameunganisha punch vizuri sana. Akienda tena, akikubali nayo tena, akipeleka right nzuri sana. Right nyingine ambayo anaipeleka Pelembela. Omondi ni kama amekutana nayo, na pia na left. Right nyingine ambayo imekataa. Round ya kwanza imeisha, lakini imekuwa na mipango mizuri. Unaweza kusema kwamba utulivu umeonekana Sara. Utulivu kwa wote mabondia umeonekana vizuri, ingawaje mmoja wapo anapiga target na kutumia nguvu. Ambeni kutoka Tanzania Pelembela ana nguvu na anatumia powerful vizuri. Omondi pia na yeye yuko strong na pia anaingia na anatoka na ngumi. Kwa yuko vizuri pia Omondi. Said Bwanga, kwa raundi hii ya kwanza umeona ni kitu gani katika raundi nyingine 7 zinazofuata? Nimeona scoring nzuri ya jab kutoka kwa Hamad Pelembela, lakini kwa huyo Omondi anashambulia sawa, lakini mashambulizi yake kidogo yamekuwa kama hayana macho, na ndio maana kuna muda anapiga sana hewa. Ila kwa Pelembela ameanza vizuri, ameanza kwa utulivu, anapiga jab
anapiga jabu nzuri, anapiga right, anaconnect right. Naamini raundi ya pili itaenda kuleta matokeo mazuri zaidi. Acha tuangalie kwenye raundi ya pili kati ya raundi 8 pambano la ubingwa mkanda wa PST. Nani ambaye anaenda kuibuka mbabe kati ya Tanzania na Kenya? Tuende pamoja. Here we go. Haya. Pelembela huyo akiwa anaendelea kutumia mchezo wake ule wa kutumia jab zaidi. Na jab yake pia inakuwa inatoka double jab kama hivyo. Kwa ni nzuri sana kama mtu anaweza kai-connect pia jab yake. Na baadaye akatumia right hand yake kama hivyo, lakini vile vile Fred Omondi. Nice right. Yani jab ndo msingi na ndo anachokifanya Pelembela. Anapiga jab, ana connect na punch nyingine. Lakini ukiangalia pia body movement yake, ukiangalia miguu namna ambavyo amekuwa amemove katika maeneo mbalimbali, unaangalia kabisa kama ni footwork imekaa kwa upande wa Pelembela. Lakini vile vile hata nice Omondi anajaribu kufanya kile kinachowezekana, akijaribu kupeleka anakuwa na counter. Pelembela ni kama anazihesabu tu zile kitu gani ambacho anataka kukifanya Omondi kwa wakati huu na mimi nifanye nini. Ni utulivu hali ya juu sana anatuonyesha Ahmad Pelembela. Omondi akiendelea kuwa na kupata utulivu ataweza kumaliza hizi round, lakini akijaribu kumfuata mwenzie kupandisha pressure hawezi kumaliza hii fight kwa sababu Pelembela ana nguvu, ana target, ana footwork, ana kila kitu. Nice one right, nzuri sana ambayo ameenda nayo Pelembela. Akiwa anaendelea kumtafuta Fred Omondi. Pelembela bwana, kabla sijasahau, Pelembela ni boxer ambaye anatoka Kinyogoli gym. Ndio maana unaona zile jab. Unamuona hakika unaziona hizo jab, unaona kutembea, unaona movement, footwork na utulivu nice pia. Overhand ambayo ilikuwa imeenda akiwa amecounter ile right hand ya kwake Fred Omondi. Pelembela yupo kwenye mchezo mzuri mpaka hivi sasa kiukweli. Jab connect pia na right. Nice left hook. Mikono ipo juu, jabu inatoka. Pelembela ametolea. Anampa wakati mgumu sana Fred Omondi. Fred Omondi akijaribu kuingia. Kuna ugonjwa pia nauona kwa kiasi chake uppercut. Sijaona fight ya kwanza, kuna mmoja alikuwa mfupi, mmoja mrefu, lakini sijaona uppercut. Bado natarajia kuona kwa Pelembela kama masekandi wake wataona. Aitaka kuipeleka hiyo kama aitaka kujibu hivi Fred Omondi, lakini imekataa. Right hiyo ambayo anaenda kwenye round ya pili kati ya zile round 8. Naona Omondi anaangalia kichwa tu, angalia mbavu, angalia chochote. Yana anachoangalia ni kichwa tu. Kwa hiyo maana asilimia kubwa anapata athari ya kupigwa jab zinamkuta, light zinamkuta kwa sababu anaangalia sehemu moja na anapiga pia haangalia, anainama. Naam, kuna kitu ambacho Ahmad anatakiwa awe nacho makini anapotoa jabu yake, hakikishe mkono unarudi kwenye guard, aidha kama mkono utarudi chini basi ahamishe target. Maana akipiga jab kwa kweli mkono uko chini. Ni hatari kama mtu anapiga right. Fred Omondi ni kama anajaribu kufanya kitu, walikuwa wanasema uzione hizo hapa kati. Ni kama anajaribu lakini anashindwa kumfikia namna gani Pelembela, lakini kwa kiwango kikubwa kwenye raundi hii pia ya pili mchezo hujabadilika sana. Mchezo hujabadilika sana Sararex. Ni kwa sababu gani? Wanaona kwamba kutoka wameanza kwenye raundi ya kwanza na raundi ya pili wako kwenye eneo zuri. Nahisi kwa Omondi anahisi akibadilisha na nile mfumo wake kucheza anahisi atapigwa zaidi, na pia yule Pelembela na yeye anahisi akijaribu kuna nini adui yake atamkaribia zaidi. Kwa anaendelea na jab light ili adui asije kaingia karibu. Ndio maana mchezo wao umekuwa unafanana raundi ya kwanza na ya pili. Of course, kwa sababu Pelembela hana hiyo plan ya kubadilisha kwa sababu anahisi kufanikiwa akimweka mbali mpinzani, lakini akiwa na score na jab zinafanikiwa. Kwa hiyo kwa scoring ya Pelembela anahisi aendelee kubaki kwenye game plan kwa sababu naona anafanikiwa. Pelembela aendelee hivyo kwa sababu yuko vizuri, sema tu ni mkono wake usishuke, aendelee jab light. Acha tuone kwenye raundi hii hapa ya tatu kitu gani ambacho kitafanyika, lakini kumbuka kwamba leo hii usiku mkubwa ambao tunausubiri ni kwa upande wa Hassan Mwakinyo pia kuonesha kile ambacho anaitwa nambari 1 kwa upande wa bondia hapa Tanzania. Atakuja kuonyesha kwenye ulingo sasa baadaye, lakini kwa sasa ni pambano la pili kwenye usiku huu ambapo pambano la Tanzania na Kenya ambapo Ahmad Pelembela kutoka Mabibo pale na Fred Omondi kutokea Kenya, wote wakionyesha ufundi na ubora wao
kitu ambacho kinampa nguvu zaidi kwa Omondi ni kujaribu kumfikia kwa ukaribu Pelembela. Ni ngumu. Right hand nzuri sana ambayo ameipiga Pelembela. Jab. Akaingia na uoga hivyo Omondi, lakini amekutana na jab nyingine. Connection nzuri sana ambayo ameenda, lakini vile vile Omondi hajakubali kuwa mnyonge. Pelembela anatakiwa awe makini wakati anapiga kaunta zake, kwa sababu naye Omondi anajibu. Na inaonyesha Omondi kitu ambacho naweza nikakihisi, ana nguvu. Yeah, of course power ipo. Kwa sababu kuna namna ambavyo unaona ilimkuta hapo Pelembela ni kama akawa ametulia. Ana nguvu na pia ana uvumilivu na nani yake ya miguu, nadhani mnaiona miguu yake imetulia, sehemu inatembea inaenda huko, ndio maana ngumi hazipi madhara. Jab nyingine, anasema Jab wa Hilali, mashabiki huko na kona yake Pelembela ikimwambia overhand ambayo imeenda, lakini imeenda patupu. Nice jab. Omondi ana footwork nzuri sana. Hiyo ndio inayomsaidia yeye. Nice jab. Safi, nzuri. Nice right. Nice Jab nzuri sana, lakini vile vile Omondi anasema hapana. Anajaribu kuicounter sana ile jab ya Pelembela Omondi, na kuna wakati anafanikiwa. Angalia kama hapo ameenda kwenye engo ambayo tunasema mkono ulikuwa chini, na akajaribu kumtafuta au akajaribu kuigusa ile sura ya Pelembela. Yeah, yani kwenye boxing bwana, ukiwa unahisi wewe huwezi kucheza mikono ikiwa juu. Yani ucheze mikono iwe chini, hakikisha miguu ipo fit kama bwana Pacman. Anashusha mikono lakini footwork ipo vizuri. Ana uwezo wa kuhamisha kitu. Right nzuri sana ambayo amekutana nayo Omondi, na anaweka gadi. Ataweza kuvumilia overhand pia ameipeleka, lakini bado ni kama Pelembela anataka kuipeleka tena, lakini amekuwa na utulivu, hajataka kuona pupa. Ilikuwa imenasa ile. Kuna kitu ananinyima Pelembela bwana, body puncher. Sijaona body punch. Wote waoni kama wakipiga body punch. Omondi ana footwork nzuri, ndio inayomsaidia hata hiyo ngumi haijamwangusha. Na ana utulivu mzuri kwa sasa hivi, baada ya zile punch alizopigwa, sasa hivi ametulia. Anaingia ndani na footwork yake inaendelea ya Omondi. Omondi yeye nafikiri moja kati ya kitu ambacho anajaribu kufanya ni kujaribu kuicounter hii jab ya Pelembela, lakini imekuwa ni ngumu sana kufanya hivyo. Akijaribu kupiga overhand na vile vile Pelembela anatakiwa awe makini sana, kwa sababu inaonekana kabisa kama zinafika. Omondi kama ukimwangalia hivi kama hana nguvu, lakini uhalisia unaona kama power ipo. Ana nguvu, kwa hiyo Pelembela wakati anaenda kushambulia anatakiwa awe makini. Nimeona kuna namna akienda kushambulia anabakia wazi. Umeona wakati anashambulia kuna namna, kuna ngumi kadhaa zinakuwa zinamfika, kwa hiyo aongeze umakini kwenye hilo. Sara, ukiangalia kama hivi imekuwa ni nzuri jabu ambayo anaitumia sana Pelembela, lakini vile vile angalia hapo alimfungua na akaipeleka right hand ambayo haikufika kisawa sawa. Hiyo hapo pia right hand nyingine ambayo ilifika kwa Omondi, lakini Omondi kama tulivyokuambia kwamba ni miongoni mwa mabondia ambao wana uwezo wa kufyonza zile punches, au ni kama unaweza kusema kwamba Pelembela labda hana power ya kutosha ya kumlaza, au ni nini hasa? Hamna, ni uvumilivu. Ni uvumilivu tu. Wanafanya mazoezi wanakuwa wavumilivu. Unajua mazoezi pia yanakufanya uwe mvumilivu. Kwa hiyo mabondia wanafanya mazoezi. Ndio kitu kitakachokubeba pale ulingoni. Haya, acha tuone kwenye round nyingine. Round ya 4 ni nusu ya safari kati ya round 8, na nikukumbusha kwamba hili ni pambano la kuwania mkanda au ubingwa mkanda wa PST, ambapo kama ikiwa ni mabadilishano hapa, wameondoka kwenye uamuzi kwa Pelembela. Uamuzi wa hii fight ni jab, akiwa anacheza kwa kutunza umbali, akiwa na score na jab, ana connect na punch nyingine. Mimi naamini atakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi. Nzuri ambayo ameendelea kuicounter Omondi, akiwa anaendelea kumtafuta pia. Omondi amebaki na plan yake ile ile ya kuitafuta overhand na kuicounter jab yake ya mkono wa kulia. Ameona amepiga imefika. Na ukiangalia Pelembela mkono wake kushoto anatumia kwenye jab. Na mkono wake wa kulia ndio ni kama silaha ambayo ameificha. Sasa ndio eneo hilo pia ambalo wakati mwingine analitumia Omondi, pengine kuland punch ambazo zinaweza kumfikia Pelembela. Na ndio maana nilisema hapo awali kwamba Pelembela anapiga jab lakini mkono wake unarudi chini. Hakikishe kama unarudi chini ahamishe target ya kumove kichwa, yani kichwa kitoke kwenye target. Naam. Aidha arudishe kwenye guard. Au baki na guard. Yani apige jab lakini mkono hakikisha umerudi kwenye guard. Ni hatari sana kupiga jab mkono umerudi chini afu upo kwenye target. Ni hatari sana.
hapo, kwa sababu yani display inakuwa wazi, mtu anakuona huyu hapa, anaweza akaamua popote pale akupiga karibu na sikio na kidevu. Na inakuwa ngumi mbaya kwa sababu inakuwa ni ngumi counter. Umepiga lakini umekuja umepigwa wewe faster. Hiyo inakuwa ni mbaya sana. Ngumi ambayo uitarajii kwa kweli. Na Omondi ameshajua tatizo la Pelembela, mkono mmoja anaushusha kwa ngumi yake ile inagusa pale pale, anarudia pale pale. Kwa hiyo Pelembela ni kwamba abadilishe huo mkono wake usishuke wa right hand. Jaribu connect, lakini jab nzuri ambayo ameendelea nayo sasa hizi Pelembela. Jaribu kutoa mkono wake. Connect pia na right hand, lakini ameenda moja kwa moja kwenye guard. Nice. Right hand ambayo ameenda, lakini overhand ambayo imekubali pia kutoka kwa Omondi kwenda kwa Pelembela. Ndio kitu tunachokizungumza hicho kwamba awe makini sana ile overhand. Nice hapa kati. Kwa mara ya kwanza. Hapa kati fulani ambayo imekuja hivi. Omondi sugu. Imenikosha hadi mimi huko. Ukiangalia kwa kiwango kikubwa huyu Omondi unaweza ukaona muangalia unamuona kama mzembe. Kama mwepesi unamaliza muda wote. Amekoma. Lakini inaonyesha pia ni mfupa mgumu, ni miongoni mwa mabondia anaonekana kama amejengeka. Kutokana na ameingia na plani ambayo ana uwezo wa kucheza na mtu mrefu. Mimi of course nimecheza na baadhi ya Wakenya kwenye fight zangu, ndio aina uchezaji wao. Yaani kama hawana nguvu hivi. Lakini ukikutana na chuma yake mwenyewe unaona. Kwa hiyo mimi naamini hapo Pelembela anazifeel zile. Angalia connection ambayo ameenda. Hello. Fred Omondi alikuwa bado ana ile hali na hamu ya pengine ya kuendelea kurusha punches, lakini kengele ya kumaliza round ya 4 ikiwa imekamilika. Sarah Alex kwenye round hii hapa ya 4, kuna mabadiliko makubwa pia ambayo unayaona kwa Fred Omondi. Sasa kwa Omondi amejaribu kupushi ngumi zake, amesukuma ngumi zote, uppercut combination juu, amechanganya ngumi zote. Kiukweli amekuwa raundi ya 3 amepigana sana, na pamoja na Pelembele pia na yeye amepushi zaidi jab. Kwa tuone raundi ya 4 tuone nini atakuja nacho Omondi kutoka Kenya na Tanzania, nini atakuja nacho. Kwa upande angalia namna inavyoenda, pamoja na kwamba unaona kabisa Omondi ni kama anaruhusu kuguswa mara nyingi zaidi kwenye eneo lake, lakini vile vile anaye pia kuna wakati anarejesha pengine kushambulia kama hivyo unavyoona. Overhand yake imekuwa ni nzuri, lakini angalia hiyo ilikuwa ni kama cross, unaweza kusema ile ni kama huku ambayo imekubali kaenda moja kwa moja kwenye eneo la kidevu kwa Omondi. Nini ambacho unaona kinaweza kaenda kubadilika kwenye raundi inayofuata kwa mabondia wote wawili? Kwa Omondi amekuwa akipata ngumi pale ambapo Pelembela anapoenda kushambulia. Kama nilivyosema kwamba akiwa anashambulia awe makini, yani kwamba anakuwa wazi kuna muda. Lakini tuangalie raundi ya 5 sasa. Na kadri raundi zinavyozidi kwenda naona Omondi ndo kama gari linawaka, yani kama anazidi kumzoea na kujua mchezo ambao anaocheza Pelembela. Kashazoea jab nzuri sana ambao ameenda nayo Pelembela. I connect na right yake. Haya, kienda tena. Jaribu kumweka mbali. Nice 1-2. Anaingia na kutoka saizi. Namuona Pelembela lakini akiendelea kumfuata. Naona anampa pressure mpinzani ili asiwe kuwa asipate plani ya kumuingilia. Pelembela ameingia na plani ya kumchanganya, kumpa pressure ili asitumie akili aingie na ipi, kwa atabaki kutembea Omondi. Shaona kwamba huyu ni miongoni mwa mabondia ambao wanakuja tu hawana hofu yoyote. Nice 1-2. Right hand nzuri sana, lakini vile vile naye pia amekutana counter ile. Ndio hichi tunachokisema Pelembela wakati anashambulia na counter vile counter zimepita hapa. Nice. Right hand nyingine ambayo imeenda. Ni kama sasa Pelembela anataka kujaribu kuimaliza, lakini nikawa anamwacha pumzike. Right hand nyingine na hapa kati ambayo amejaribu ni kama ameingia ubaridi fulani hivyo Omondi. Ampe nafasi, amenyimwa nafasi ya kufanya chochote. Anakosa maamuzi. Bila shaka hapo mkarafu anasema hiyo hairuhusiwi. Box. Uruhusiwi kumdidimiza mwenzio, kumkandamiza kwa mkono. Hiyo si sehemu ya mchezo. Finest Habibu Mkarafu. Kwa mwa referee tulionao bora sana hapa nchini. Haya. Chap. Kwa wakati huo, wakati umekuwa mgumu sana kwa Fred Omondi kwa kile ambacho amekutana nacho. Hapa kati nzuri sana ambayo Omondi ameenda nayo, akigusa kile kidevu chenye uchebe kwa upande wa Pelembela. Kwambia bwana wewe upo sawa sawa. Kumbe upo. Naye kailipa hapa. Namuona Pelembela naye kailipa, mbona asikae muda mrefu sana. Kaipeleka hapa kati ambayo imefika pia kwa Omondi.
Pambano zuri, lina utulivu unaona. Unaona hapa kati. Yes. Unaona one connection ya ngumi pia unaziona. Yes. Yaani hawajatulia, yaani wanapokezana. Hiyo overhand Pelembela anatakiwa awe na makini sana. Kwa sababu jamaa anaipiga, kuna muda anaipiga, angalia anapiga wapi. Oh! Nice left hand nzuri ambayo ameenda nayo. Pelembela akiunganisha pia na right. Omondi inaonyesha asiendelee. Nice jab. Left hand nyingine ni kama imemlevya, right hand anakutana nayo, overhand imekataa. Anatafuta kama kwenda kupumzika, lakini kama Pelembela ni kama kazi iko. Pelembela akifinya glove vizuri, Omondi anaweza asimalize ipo. Body punch. Yaani sura ya Omondi na performance yake inaonyesha kabisa ni tayari ngumi zishamwaleji. Unaona kabisa kwa upande wa Pelembela mikono yote miwili inafanya kazi kwenye kutafuta points. Yes. Sarah Alex wengine kwa muda mrefu hapo walikuwa wametulia. Bila shaka ulikuwa unaziona namna ambavyo zilikuwa zinaenda. Kitu gani ambacho umeona cha tofauti? Ni kwamba Omondi alikosa maamuzi, Pelembela akaendelea kushambulia. Kwa kama dakika zingeendelea kwenda hii round kwa Omondi, ingekuwa ni kwamba kwake ingekuwa siku yake ni ngumu kwa leo. Said Bwanga, vipi kwa upande wako, maoni yako? Na anaonekana kabisa kama safari hii kwa upande wa Pelembela aliingia kama na mkakati maalum hivi kwenye raundi hii hapa. Kuna muda alikuwa anakaa nasimama tupigane, na kitu ambacho nakiona kwa Pelembela hiyo hapo nilikwambia ameguswa kidevu na ule uchebe ukaitika. Lakini naye pia kuchukua muda mrefu kama hii ni raundi ya 5 inaenda ya 6. Pelembela akiweza kukaza mkono na kumfanyia setup vizuri. Fight inaweza ikaishia hapa. Angalia namna mambo yalivyokwenda. I say. Round ya 6. Naam. Je, nini ambacho kitatokea? Omondi tayari ni kama ameonyeshwa na kujaribu kutazama. Kuna wakati alikuwa kwenye pua yake damu zikitoka. Nice jab. Kiendelea na jabu yake Pelembela akimtafuta Omondi. Lakini pia ni mzuri sana kwenye kucounter. Akiingia anajaribu kulazimisha vitu. Kwenye kujibu pale ambapo Pelembela anaenda kupiga. Nice one. Pelembela ameenda na one two nzuri sana kupitia kutoka kulia, lakini vile vile kitu ambacho nimekinotice kutoka kwa Pelembela ni kwamba unaweza ukaona mkono wake, yani mkono wake wa kushoto na kulia mikono yote inatoka, kama mikono yote ina power inayofanana. Jaribu kuangalia akipeleka jabu yake, lakini vile akitumia right hand yake unaona kabisa ni kama inampa wakati mgumu sana Fred Omondi. Omondi sasa ana ufosi mwili kuachia mikono ili aweze tu kumpushi huyu asimfuate tena, ili yeye aanze kushambulia. Kwa sasa anatafuta hiyo pressure na nguvu, ana force mwili wake kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Omondi ametulia akimsubiri pengine kureact baada ya Pelembela kurusha jabu yake au kutoa right yake ili naye aweze kucounter. Watu wanamwambia maliza bwana. Omondi anaonyesha ni kuelekea kama Pelembela ataamua sasa kwamba ngoja nimpige sasa, ngoja nimalize. Nishashuhudia kama ulivyosema mabondia wa namna hiyo, unahisi kama unamaliza baadaye tu, lakini anakuwa na ugumu wa kutosha, uimara wa kutosha kumaliza raundi zote. Na kumbuka kwamba ni pambano la ubingwa, overhand nzuri sana ambayo ameipeleka Omondi. Nice, lakini vile jab nzuri, nice right hand pia imeenda. They counter pia Omondi. Ana relax sana Pelembela. Yaani anapopiga anakuwa ipo wazi sana. Nice right. Omondi napenda kile ambacho anakifanya, kulazimisha na yeye asiwe mnyonge. Anapush mwili wake kurudi kwenye hali yake ya kawaida, anajitahidi kupush light yake, lakini inakuwa imkuti mpinzani. Pelembela na yeye anazidi kuingia ndani kwa ajili ya light. Nice. Amempiga na yes, good. Body punch nzuri ambayo kutoka kwa Omondi. Naona mabondia wote wana footwork nzuri sana, wanatembea, wanarusha ngumi. Raundi ya 6 kati ya 8. Omondi anasema mimi bado nipo imara sana, usihisi kama nimechoka. Jabu inatoka vizuri sana kwa Pelembela. Omondi anajaribu kupunguza pengine ile distance, kupunguza umbali, kuwa karibu zaidi na Pelembela. Hapa kati ambayo imekataa. Pelembela anatakiwa kuwa makini kwa sababu jamaa anaonyesha kama anaelekea hivi afu kama bado yupo.
Moja kati ya pambano kali ambao nalishuhudia Tanzania dhidi ya Kenya. Ni pambano zuri na lilifaa kuwekewa ubingwa kwa kweli. Mabondia wote wana Hamadi Pelembela kutoka Mabibo dhidi ya Fred Omondi, kila mmoja akijaribu kufanya kile ambacho kinatakiwa kwenye ulingo. Kiangalia miili imekubali, mabondia wenyewe wanasema kwamba kweli si mchezo, wanatembea mikono muda wote inatoka. Ni mara chache tumewashuhudia pengine wakikumbatiana, sikumbuki ni muda gani walikumbatiana. Ni kweli. Sijaona kikweli, wamejipanga. Inatoka right, inatoka. Kwa unaona ni kwa kiwango kikubwa sana. Tazama pale ambapo akipeleka jab, lakini vile vile akubali pia naye pia Omondi anajaribu kufanya lolote lile linalowezekana ili asiwe nyuma pengine kwenye score sheet za majaji. Tazama naye akapiga jab akaipeleka hapa kati ambayo ilikataa, ilienda pembeni. Hakika kiwa tunaenda kwenye raundi nyingine, raundi ya 7 ikiwa inasalia na raundi moja pekee. Lakini je, kuna uwezekano wa kufika huko? Kuna yeyote yule ambaye anaweza kumaliza pambano hili kwenye raundi hii ya 7 baada ya kushuhudia kuanzia raundi ya kwanza mpaka hivi sasa kufika raundi ya 7? Kaanza na combination nzuri kwa upande wa Omondi, kianza nayo jab kiwa anaisha kwenye guard, counter punch ambayo ameipiga pia Omondi. Hii yake inakuaje kama konzi? Kama anapali kitu kumbe anampiga, anamgusagusa, lakini nadhani anaiandaa light yake. Kiwa anatumia jab yake, lakini vile vile angalia namna ambavyo nice jab nzuri sana, nice connect nzuri sana right yake 1-2 hiyo. Nice hapa. Nyingine left hook ambayo imekataa, imepita kama upepo. Nice jab. Hapo kwenye upigaji wa jab umeona Pelembela pale kuna muda alikuwa kama ana touch hivi. Sio lazima kila jabu iwe jabu ina power. Kuna muda unamfanyia setup. Ili aliwazike uweze kuconnect punch kali sasa. Hiyo ndio ring IQ ambayo alionayo Saidi Bwanga. Akikupa maarifa. Na nikwambie tu kwamba mimi ni Gilbert Johannes nikiwa hapa na Sarah Alex, bondia kutoka Arusha pale. Moja kati ya bondia ambao ni bora sana kwa upande wa wanawake. Wengi wanafurahishwa na kile ambacho anakifanya, lakini vile vile tunaye Saidi Bwanga. Wote tukiwa hapa tunakuletea mapambano haya kutoka Warehouse Masaki, Dar es Salaam, Tanzania. Popote pale ulipo, burudani bado inaendelea. Omondi anaanza kusahau gadi. Sasa hivi ngumi zinaingia kichwa, anatingisha kichwa, anaacha gadi. Nice right hand ambayo imeenda kutoka kwa Pelembela. Bila shaka yote Omondi anapatiwa mtihani mgumu sana hapa wa kujibu. Unajua brother, kuna nilichogundua kutoka kwa mabondia kutoka Kenya, michezo yao mingi inakuwa inafanana. Kwa sababu juzi kati mimi mwenyewe nilisafiri nikaenda Kenya, nimeshuhudia fight nyingi. Mabondia wengi wana aina hii ya uchezaji, kama unawapiga hivi. Lakini bado unaona wanakuwa wanaendelea kuwa imara. Kama unawapiga lakini bado unaona shughuli bado inakuwa nzito. Kwa hiyo mwanetu Pelembela anatakiwa awe makini sana. Na mchezo wa boxing ni mchezo wa hesabu kali. Nice 1-2. Safi. Wa straight. Nimependa kile kitu alichokifanya Pelembela. Kama anaondoka afu akapiga 1-2 za kustukiza. Nice low jab, nice right. Straight hand ambayo imeenda moja kwa moja. Kitokea kwenye eneo la usawa pengine wa uso wake, kienda moja kwa moja kwa upande wa Omondi. Pelembela. Nice hapa kati. Pelembela amerelax, ametulia. Overhand ambayo ameikataa hiyo. Right hand ambayo imefika moja kwa moja. Amemsindikiza akapumziki, akaongea na kona yake vizuri sana. Moja kati ya kitu ambacho kinaendelea kufanyika hapa ni burudani tu. Naona unafurahi sana. Nimefurahi sababu ngumi nzuri na kwa masina tamata niende kwenye ulingo pale. Pelembela anatuonyesha boxing. Anatuonyesha boxing, amerelax, anacheza, anapiga jab, anatembea. Ndivyo inavyotakiwa bondia watakao relax, ufanye kile ulichokifanyia mazoezi. Ukitulia, ukirelax unaweza kufanya chochote kwenye boxing. Na ukiwa fiti pia, kwa sababu kingine kinachowafanya watu wasisikize maelekezo ni unfiti. Kama uko fiti huwezi kusikia bali anachokwambia kocha. Angalia mambo jinsi yalivyoenda. Akitumia jabu yake vizuri sana, Pelembela akitumia pia right, ilienda straight hand, ikaenda moja kwa moja kwenye uso. Alimfungua Fokacha sura akasema hii hapa chukua. Omondi ameulizwa maswali magumu pia kwenye raundi hiyo. Na tukienda sasa kwenye round ambao pengine
itakuwa ya kumjua nani ambaye anaenda kuwa bingwa wa mkanda wa PST 2025 kwenye uzito wa super featherweight kati ya Pelembela wa Tanzania dhidi ya Omondi kutoka pale Kenya. Haya, hii ni raundi ya maamuzi yako wewe sasa. Raundi ya mabingwa, raundi ya kichampion, ni raundi ya mwisho kwa upande wangu. Nice job. Kwa upande wangu Pelembela aongeze tu utulivu kwa sababu amescore vizuri kwenye raundi zote 7 na hii ni raundi 8 ya mwisho, umakini uongezeke. Nice. Pelembela ni kama ameamua kubadilishana makonde hapa. Kama ameamua kubadilishana kwamba kama wanataka tupigane tu, kitu ambacho kama kona yake imemshauri inabidi iwe makini. Naam. Asisi kama amemudu sana Omondi kwa sababu ishaonesha kwamba ni moja kati ya bondia mzuri kwa raundi zote kufika mpaka hapo. Si kitu cha mchezo. Naam. Left hand ikitoka akitafuta tumbo lakini ameikataa. In out zile ambazo Pelembela anajaribu kwenda nazo akitembea. Body punch anaitafuta Omondi. Omondi ni bondia aliyetulia na ni mwenye uvumilivu mzuri. Kwa hiyo Simba bila shaka anatafuta overhand hiyo hapo. Ngoja aende tena. Kitu kingine nakiona kwa Omondi ni mzoefu. Omondi ni mzoefu sababu kuna ngumi amekutana nazo. Bila shaka inawezekana ni miongoni mwa mabondia ambao wamepitia kwenye amateur kwa kiwango kikubwa. Na jina sio geni kwangu. Na hisi ni mzoefu. Mzoefu. Kwa sababu mapambano ukiangalia kwenye professional boxing ni mapambano machache sana aliyopanda ulingoni. Amateur inasaidia sana kwa mabondia. Kama ukitoka amateur unajifunza vile vitu vya kwanza navyo vya mwanzo. Kwa kwenye professional unakuwa unafanya vyema zaidi. Amateur ndo msingi wa ngumi. Amateur ndo msingi wa ngumi. Nyie wote mmepitia amateur au mlikimbia darasa la amateur? Mimi amateur nimepita. Sarah Alex kabisa. Hata Bwanga alikaa kwa kiasi fulani ingawa kukaa muda mrefu. Nilipita kwenda kujifunza kwenda kutengeneza confidence ya kuingia ulingoni. Bro, usione pale ulingoni watu wanapigana hivi ukaona rahisi. Hata wewe nikisema nikuingize tu tukapige picha. Ni kazi yangu kuongea mambo ya kurusha jab fanyaje na waachie nyinyi wataalamu. Yaani naweza nikakwambia brother Gilbert bwana tukapige picha tunaokata. Kama analazimisha hapa kitu Omondi. Bebu Mkarafu anasema njoni hapa tuendelee. Wanataka kuona burudani. Kwa sekundi ambazo zimesalia nini ambacho kinaenda kufanyika? Haya tuone. Kina jab vile vile akilazimisha lakini hajafanya maamuzi ya connect pengine na punch nyingine. Kwa sasa hivi Omondi anachofanya ni kumvurugia. Jab hizo zinaenda hewani. Unamuona kabisa Pelembela. Unamuona kabisa Pelembela ni kama anaamua kumweka mbali, kulinda pengine zile points alizonazo, akipiga anaondoka na mkataa kama hivyo. Anaitafuta. Ameconnect vizuri sana right hand yake ile Pelembela. Anamtafuta na body punch. Akipanda juu. Pambano limekamilika kwa raundi zote 8. Omondi yupo imara, Pelembela yupo imara. Na hapa kinachosubiriwa ni uamuzi wa majaji, lakini kwenye meza yangu uchambuzi wanaweza kaniambia hapa kitu gani ambacho wamekiona, kitu gani ambacho ni cha upekee zaidi, tukianza kwa Pelembela ambao kocha wake unamuona amemuinua juu. Kwa upande wa Pelembela kwa kweli ameonyesha boxing. Kocha anafurahi. Twende moja kwa moja tukapate matokeo kutoka kwa mshereheshaji. Emmanuel Mlundwa, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa TPBRC Patrick Nyembela kwenye ulingo muda huu. Kabla sijakwenda kutangaza matokeo usiku wa leo, before I announce official result, please welcome the chairperson of TPBRC, Mr. Patrick Nyembela. Pambano lilikuwa ni pambano la round 8 kati ya Ahmad Pelembela kutoka Mabibo, Dar es Salaam dhidi ya Fred Omondi kutoka Nairobi, Kenya 254 chini ya supervisor Emmanuel Mlundwa. Mabibi na mabwana, matokeo ni kama ifuatavyo. I have official result. And judge number 1, Abdallah Neneko, score 70 to
Judge number 1, Abdallah Neneko, score 80-72. Judge number 2, Anton Ruta, score 80-72. And judge number 3, Josmom Lundwa, score 80-72. The winner by unanimous decision, all the way from Mabibo, Dar es Salaam, Ahmad Pelembela. Stahili kwa kile ambacho amekionyesha wakati wote Ahmad Pelembela. Pambano lake hili akiwa ameshinda kwa mara nyingine tena, pambano lake la 12 akionyesha makali ya kushindi na rekodi akishinda mkanda huo wa PST kwenye uzito ule wa super featherweight, akimkandamiza na kumtandika bondia Fred Omondi. Na unaona hapo mwenyekiti wa TPBRC Patrick Nyimbera akiwepo na akikabidhi ule mkanda, na Ahmad mwenyewe akifurahia kweli kweli. Hakika ndoto yake imetimia, lakini